Kamwe akamatwa kwa tuhuma za kutoa kauli chafu kwa viongozi wa serikali. Afisa habari wa timu ya Dar es Salaam Yanga Afrika Ali Shabani Kamwe amekamatwa na kuwekwa mahabusu kutokana na tuhuma za kutoa kauli zisizo nzuri kwa viongozi wa serikali. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora RPC Richard Obwao amethibitishwa kwa kusema nathibitisha tunamshikilia msemaji wa Dar es Salaam Yanga Afrika Ali Shabani Kamwe. Tunamshutumu kwa kutoa kauli mbaya dhidi ya viongozi wa serikali. Tunaendelea na mahojiano naye na tutatoa taarifa hapo baadaye. Ikumbukwe timu ya Dar es Salaam Yanga Afrika ilikuwa mkoani Tabora Aprili 2 mwaka 2025 kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu uliochezwa dhidi ya Tabora United, ambapo timu ya Dar es Salaam Yanga Afrika waliweza kushinda goli 3-0, ambapo kabla ya mchezo Ali Shabani Kamwe alitoa kauli kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, ambaye aliahidi shilingi milioni 60 kwa Tabora United wakiifunga Dar es Salaam Yanga Afrika. Ni taarifa kutoka huko mkoani Tabora. Hatimaye afisa habari wa timu ya Dar es Salaam Yanga Afrika Ali Shabani Kamwe amekamatwa na kuwekwa mahabusu kutokana na tuhuma za kutoa kauli zisizo nzuri kwa viongozi wa serikali. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora RPC Richard Obwao amethibitishwa kwa kusema nathibitisha tunamshikilia msemaji wa Dar es Salaam Yanga Afrika Ali Shabani Kamwe. Tunamshutumu kwa kutoa kauli mbaya dhidi ya viongozi wa serikali. Tunaendelea na mahojiano naye na tutatoa taarifa hapo baadaye. Viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wateta na watiania. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu akiongozana na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche na katibu mkuu John Mnyika wameongea na watiania nafasi ya ubunge katika majimbo mbalimbali katika ukumbi wa makao makuu ya chama hicho Mikocheni jijini Dar es Salaam, na agenda kuu ikiwa ni no reform no election. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche na katibu mkuu John Mnyika wameongea na watiania wa nafasi za ubunge katika majimbo mbalimbali katika ukumbi wa makao makuu ya chama Mikocheni jijini Dar es Salaam, na agenda kuu ikiwa no reform no election. Chama cha ACT Wazalendo chatoa kauli serikali iunde tume huru ya kuchunguza matukio ya utekaji. Chama cha ACT Wazalendo kimelaani kitendo cha utekaji wa Ali Salim na kuitaka serikali kutimiza wajibu wao wa kulinda raia na mali zao na kuhakikisha Salim anapatikana akiwa mzima wa afya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama hicho, imeelezwa kuwa Ali Salim mwenye umri wa miaka 40 alitekwa na watu wasiojulikana Machi 27 mwaka 2025 katika kijiji cha Minyemeni majira saa 5 asubuhi. Aidha, ACT Wazalendo imeitaka serikali kuunda tume huru ya kuchunguza matukio yote ya mauaji, vipigo na utekaji na kuwafikisha wahusika katika vyombo vya sheria, pamoja na kukemea vyombo vya usalama kutumia madaraka na mamlaka yao vibaya. Ni taarifa kutoka huko Zanzibar. Hatimaye chama cha ACT Wazalendo kimelaani kitendo cha utekaji wa Ali Salim na kuitaka serikali kutimiza wajibu wao wa kulinda raia na mali zao na kuhakikisha Ali Salim anapatikana akiwa mzima wa afya. Vifo vyafikia 2700, majeruhi 4521 na watu 441 wajulikani walipo. Maafisa wa uokoaji wamesimama kwa dakika moja kimya karibu na jengo la Sky Villa, mmoja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na tetemeko la ardhi la Machi 28 mwaka 2025, kutoa heshima za mwisho kwa waathirika wa tetemeko hilo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 ndilo kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Myanmar katika zaidi ya miaka 100, likiangusha mapagoda za kihistoria na majengo ya kisasa. Kiongozi wa kijeshi wa Myanmar, Jenerali Mkuu Min Aung, amesema idadi ya vifo imefikia 2719 na huenda ikazidi. Aidha, watu wasiopungua 20 wamefariki katika nchi jirani ya Thailand. Ni taarifa kutoka nchini Myanmar. Hatimaye maafisa wa uokoaji wamesimama kwa dakika moja kimya karibu na jengo la Sky Villa, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na tetemeko la ardhi la Machi 28 mwaka 2025, kutoa heshima za mwisho kwa waathirika wa tetemeko hilo. Ujenzi wa shilingi milioni 773 shule ya wasichana Morogoro ukaguliwa. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge hesabu za serikali za mitaa Halima Mdee ameeleza ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali CAG
kufanya ukaguzi maalum katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari wa wasichana ya mkoa wa Morogoro. Halima Mdee ameeleza hayo baada ya ziara yake ya kukagua miradi ya ujenzi wa nyumba za wakuu wa idara na ujenzi wa shule hiyo katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro vijijini, na kueleza kuwa ujenzi hauakisi gharama za zaidi ya shilingi milioni 700 iliyotumika kwa kuwa mambo mengi bado hayajakamilika. Aidha, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI Atupele Mwambene amesema ofisi yake wamechukua maelezo yote yaliyotolewa na kamati na kwenda kuyasimamia katika utekelezaji. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge hesabu za serikali za mitaa Halima Mdee ameeleza ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali CAG kufanya ukaguzi maalum katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari ya wasichana ya mkoa wa Morogoro. Profesa atoa kauli mpango wa kuligawa jimbo la Moshi vijijini au zingatia maslahi ya umma. Mbunge wa Moshi vijijini Profesa Patrick Ndakidemi ameupinga mpango wa kuligawa jimbo la Moshi vijijini, akidai uzingatia maslahi ya wananchi na badala yake unalenga kuwatenga baadhi ya wakazi kwa misingi ya kikanda. Akisema hayo katika kikao cha dharura cha kamati ya ushauri ya mkoa wa Kilimanjaro RCC kilichoketi kujadili mapendekezo hayo, ambapo Profesa Ndakidemi amesema uamuzi huo umefanywa kwa misingi ya kisiasa badala misingi ya kimaendeleo. Ni taarifa kutoka Kilimanjaro. Hatimaye mbunge wa Moshi vijijini Profesa Patrick Ndakidemi ameupinga mpango wa kuligawa jimbo la Moshi vijijini, akidai uzingatia maslahi ya wananchi na badala yake unalenga kuwatenga baadhi ya wakazi kwa misingi ya kikanda. Shule ya maimamu yatoa kauli bunge lifute sheria kandamizi zilizotajwa na tume ya Jaji Nyalali. Shule ya maimamu Tanzania imetoa wito kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lizifute sheria zote kandamizi katika mfumo wa sheria wa taifa, ikiwemo iliyotajwa na tume ya Jaji Nyalali ya mwaka 1991. Katibu mkuu wa shule ya maimamu Tanzania Sheikh Ponda Isa Ponda amesema sheria nyingine kandamizi ya kufutwa ni ile inayoitwa ya kupambana na ugaidi. Inamnyang'anya mtuhumiwa haki zake zote za msingi, inatumika kwa hukumu na kuwakamata watu wenye imani asa ya Kiislamu, kiasi kwamba inajengwa dhama kwa wananchi kuwa serikali ya Tanzania ina ajenda dhidi ya Uislamu na Waislamu. Akiongea pia amesema tunaikumbusha serikali ipeleka ushahidi mahakamani ili Waislamu wakiwemo mashehe, maimamu, walimu wa madrasa, wasomi wa vyuo vikuu na waumini wa kawaida inawashikilia kwa tuhuma za ugaidi wapate haki yao ya kujitetea na kusomewa hukumu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye shule ya maimamu Tanzania imetoa wito kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lizifute sheria zote kandamizi katika mfumo wa sheria wa taifa, ikiwemo zilizotajwa na tume ya Jaji Nyalali ya mwaka 1991. John Heche atoa kauli wanaotaka ubunge waleta saini milioni 15 za kupinga uchaguzi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amewataka wale wote wanaotaka kugombea ubunge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 kuchukua fomu za maoni na kwenda nazo majimboni kwa ajili ya kukusanya saini za Watanzania. John Heche amesema, ndugu zangu, tukiondoka hapa tuchukue fomu ya petition, tuende kila jimbo. Kama unataka kuwa mbunge, tunataka saini za Watanzania milioni 15 wanaosema uchaguzi kwa njia hii haiwezekani na hatukubali uwizi wa uchaguzi. John Heche amesema hayo wakati wa mkutano wa uongozi wa juu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliotiania katika nafasi ya ubunge uliofanyika makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amewataka wale wote wanaotaka kugombea ubunge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 kuchukua fomu za maoni na kwenda nazo majimboni kwa ajili ya kukusanya saini za Watanzania.